Yes bwana, mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo? Mimi ni The Voice of Miracles. Umepita kwenye peji ya klabu ya Simba Sports ile ambayo ikielezea kwamba ni namna gani kuna siri nzito ya wao kuweza kufanya vizuri kwenye huu msimu, kwa sababu kuna vitu ukivitathmini unaweza ukaona kama ni uchawi fulani hivi, ama kama ni kitu ambacho watu walikuwa nakichukulia poa sana, kwa sababu kwenye Simba Day kocha wa klabu ya Simba kwa maana Fadlu Davids alisema huu ni msimu ambao utakuwa maajabu sana. Huu ni msimu ambao watu wataukumbuka sana. Huu ni msimu ambao utaenda kufanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika. Watu walistajabu, kwanza timu mpya, alafu ukiangalia kocha yenyewe ametoka kuwa kocha msaidizi, hana historia yoyote kubwa, licha kuwa alishawahi kufanya kazi huko barani Ulaya katika taifa la Urusi kwenye klabu ya CSKA Moscow, lakini bado alikuwa ni kocha msaidizi. Wengi wakawa hawakumpa nafasi kulingana na wapinzani wao, kwa sababu Young Africans alimaliza akiwa bingwa na alikuwa amefanya usajili mkubwa kweli kweli. Ongezeko la Clatous Chota Chama, Prince Dube, Duka Buya na baadhi ya maeneo mengine, watu wakaamini kwamba Young Africans ubora aliokuwa nao unaenda kuongezeka maradufu zaidi, pasipo kumsahau Jean Otos Baleke. Lakini kija katika klabu ya Azam FC, hao ndio walifanya balaa kubwa sana. Mamadou Samake, moja viungo bora sana ambao walikuwa Shibabi Riaz Belouizdad kwa maana Siala Belouizdad. Lakini Azam FC walishusha Colombia 3, kina Fuentes Mendoza na baadhi ya wa Colombia wengine kama Eva Meza na Francos, hao wote kutoka Colombia na wanalipwa mshahara mkubwa kweli kweli. Lakini Azam pia hawakusita hapo, uwepo wa Faisal Salum na baadhi ya wachezaji wengine ambao walikuwa wamefanya usajili mkubwa, pasipo kumsahau Bukayo Saka wa Mali, Sheikh Nadia Akite naye walimchukua, moja ya mawinga bora kweli kweli. Lakini bado Simba ameweza kufulukuta mbele ya wababe hawa, licha ya kuwa nyuma kwa pointi 4 wao wakiwa na mchezo mmoja, lakini wamefika finali ya CAF Confederation Cup. Sasa hapa kutoka kwa Saleh Jembe, yeye amewaelezea benchi la ufundi la Simba. Nikujuze tu kama haujui, Simba ndio timu ambayo ina benchi la ufundi kubwa kuliko timu nyingine yoyote. Wana makocha 13 kwenye benchi la ufundi, kwa maana kocha mkuu, makocha wasaidizi wapo 4, lakini pia kuna kocha wa viungo, kuna manager, kuna daktari, lakini kuna mtaalamu wa masuala ya muscles. Hao wote wapo katika benchi la ufundi la Simba. Sasa hapa nipo nimuelezee mmoja baada ya mwingine, hii kutoka kwa Saleh Jembe. Sasa twende sambamba, nipe macho na masikio yako kusikia maajabu ambayo yamefanyika kwenye msimu huu na uongozi wa klabu ya Simba Sports. Yule South Africa sio mtu mzuri aisee, na anajua kucheza game zote. Yaani ukitaka sex football utaipata, na ukitaka mpira wa kihuni utaupata. Huyu ni Mr. Tactical, naye si mwingine ni Fadlu Davids. Ila wapo watu wanaompa jeuli kocha huyu, wapo wanaomsaidia kuingiza mbinu zake na wachezaji wakamuelewa. Sasa hapa tunaenda kuwaona wale watu ambao wapo pembeni zake. Kisomi tunasema unsung hero, kwa maana mashujaa wasioimbwa. Hao ndio mashujaa ambao wanampa jeuli Fadlu Davids. Hii pia ipo katika klabu ya Manchester City. Licha Pep Guardiola kusifika na sifa kede kede, lakini wapo watu ambao walikuwa wanamfanya Pep Guardiola aendelee kuwa bora zaidi. Na Pep Guardiola ndio kocha ambaye benchi lake la ufundi lina makocha wengi sana. Ana kocha 23 tofauti na timu zingine ambazo zina makocha 10, 12 na kuendelea, lakini yeye anao wasaidizi 13. Katika hao 13, 6 ni wanamama. Nitakuja kukupa historia ya Pep Guardiola, lakini sasa hivi twende kumsikiliza Fadlu Davids. Ikumbuke tu ya kwamba huu ni kocha South Africa, lakini ana asili ya huko Uholanzi. Sasa twende nikujuze nini ambacho kipo, ama ni kina nani hao ambao wanampa jeuli Fadlu Davids. Wafuatao ni wataalamu wanaomsaidia kocha Fadlu kwenye benchi lake la ufundi na kumrahisishia kazi. Tukianza na Patrick Reimam. Huyu ni meneja wa timu ya Simba. Yeye ndo husoma tabia za wachezaji wote wa Simba, na yeye ndio huwa ana control na kuwafuatilia wachezaji kila hatua nje ya uwanja, na ripoti zote kukabidhi kwa kocha Fadlu Davids. Na hii inamsaidia Fadlu kujua kila kitu kuhusu wachezaji wake. Msimu mmoja ambao umemalizika, ambapo Simba walimaliza wakiwa nafasi ya 3,
lakini walikuwa wakifanya vibaya sana katika michezo yao. Kwa sababu wao walimchukua meneja ambaye ni raia wa Kenya. Kwa hiyo alikuwa ajui baadhi ya tabia za wachezaji wengine. Simba walipata tabu sana. Wakati huo Patrick Lemam alikuwa hayupo. Tulipata kesi nyingi sana za wachezaji. Unakumbuka na Solo Kapama kile ambacho alikifanya, lakini pia unakumbuka Cletus Chota Chama kile ambacho alikifanya, na baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wakipitia kwenye changamoto mbalimbali za utovu wa nidhamu kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa yule manager. Simba wakaona kuna kosa ambalo wamelifanya, kwa sasa hivi wamemrudisha tena Patrick Lemam. Huyu alikuwa akifanya kazi kubwa sana. Hata wachezaji ambao walikuwa na struggle, yeye alikuwa na please kwa sababu kuna wakati anakuwa kama baba. Kwa hiyo amekuwa akifanya kazi yake nzuri kuhakikisha Fadlu Davids anaweza kuchagua wachezaji wazuri. Nikukumbushe tu kwamba hata lile tukio la Ladak Juma Chasambi alilolifanya dhidi ya Fountain Gate baada ya kurudisha mpira kwa Musa Pampa Kamara na kujifunga, alikuwa yupo sawa kisaikolojia. Walijifungia takriban masaa 3. Alikuwa Patrick Lemam, alikuwa mwana saikolojia klabu ya Simba ambaye pia huyu tutamtaja kwenye wale watu 13, lakini alikuwa kocha Fadlu pamoja na yeye Ladak Juma Chasambi. Kuna mengi ambao aliyazungumza. Tukaona mchezo uliofuata Ladak Juma Chasambi akafunga goli moja na kutoa assist. Kwa hiyo Patrick Lemam naye ana mchango mkubwa sana kwenye kutimiza kile ambacho kinafanywa na kocha Fadlu Davids. Lakini mwingine ni kocha msaidizi namba 3, naye si mwingine ni Suleiman Matola. Huyu pengine labda hahitaji story kubwa sana kwa sababu wengi wanamfahamu. Amefanya kazi na makocha wengi sana. Amefanya kazi na baadhi ya makocha kama Uchebe, lakini pia amefanya kazi na baadhi ya makocha mbalimbali ambao wamewahi kupita katika klabu ya Simba. Franco Maltini hao amefanya nao kazi. Zolan Makinovic wakati amekuja Simba amefanya nao kazi. Abdullahi Benchika na kadhalika amefanya nao kazi na wengi wanamjua. Huyu ni kocha mkubwa zaidi. Alimsaidia sana Fadlu kipindi anakuja kujua tabia za wachezaji kwa haraka. Fadlu alikuwa anataka kujua kwanza tabia za wachezaji zipo vipi. Wachezaji wamekuwa na tabia mbalimbali. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wasipopangwa kwenye mechi kuna reaction ambao anaifanya labda anachukia. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wao tabia zao ni wacheshi. Kuna wachezaji tabia wao ni wavivu. Kuna wachezaji wanapenda mazoezi na kadhalika. Kwa hiyo Suleiman Matola alikuwa akimuelekeza tabia za hao wachezaji. Lakini kubwa zaidi, Suleiman Matola alikuwa anamsaidia sana kocha Fadlu Davids namna gani tunaweza tukazicheza mechi za mkoani. Tumeona Simba kwenye msimu huu yapoteza mchezo wote mkoani na amekuwa akishinda goli moja na paki basi goli moja, mechi inamalizika amepata na ushindi. Kwa alikuwa anacheza kimkakati zaidi. Hii ni kazi ambayo alikuwa akifanya na Suleiman Matola. Twende kwa mwingine. Huyu ni Darian Weekend. Huyu sasa naye ni raia South Africa. Huyu ni kocha msaidizi namba 2 ambaye yupo na Fadlu Davids. Miongoni mwa kazi kubwa ambazo amezifanya, kwanza huyu alikuwa naye Raja Casablanca. Wakati Simba anamchukua aliwaambia kuna watu wangu ambao nitakuja nao. Kwa huyu alikuja naye kutoka Raja Casablanca, ni kocha msaidizi ambaye pia yupo katika ile orodha pamoja na Suleiman Matola. Kocha huyu Fadlu Davids anamjua vizuri sana kwa sababu amefanya wote kazi, lakini huyu ni mtaalamu sana kwenye mbinu. Ndio maana Fadlu Davids kabla hajafanya substitution yoyote lazima amfuate Darian, amuulize anaonaje. Kuna wakati Darian anamzuia, anasema usimtoe huyo mchezaji, bado kuna kitu anaweza akakionyesha. Usimtoe huyo mchezaji kwa sababu utamwalibu kisaikolojia. Yaani mbali na kuwa kocha msaidizi, lakini ana degree ya saikolojia, kuweza kusoma saikolojia ya wachezaji. Kwa hiyo ni sehemu pia ya wale ambao wanaifanya kazi yao vyema sana kwenye benchi la ufundi la klabu ya Simba Sports. Lakini Riodon Balden, huyu jamaa ni kocha wa viungo, amefanya kazi kubwa sana. Kuna wakati Emmanuel Shea Adebayo wakati anaenda katika klabu ya Real Madrid chini ya Jose Mourinho, huyu kocha msaidizi wa klabu, huyu kocha wa viungo wa klabu ya Simba aliajiliwa na Emmanuel Shea Adebayo akawe kocha wake wa viungo binafsi, ambaye alikuwa akilipwa pesa nyingi sana. Inasadikika kwa pesa za Kitanzania alikuwa analipwa milioni 700
kwa wiki. Yeye alikuwa anamfanyia mazoezi tu kumweka sawa mchezaji huyu Emmanuel Shea Adebayo. Wakati yule kile ameenda Real Madrid na akaona kwamba Real Madrid ni moja ya timu ambazo hapo tofauti na wengine, kwa maana usipojituma basi huwezi kupata nafasi. Kwa hiyo alikuwa yupo naye kule nchini Spain. Sasa hivi yupo katika klabu ya Simba. Hivi unahisi ni kazi ndogo sana kuanzia wala Stellenbosch kwa dakika 90 zote wasikudhuru mechi 2 wasipate goli? Stellenbosch ni kitu kigumu sana, kwa sababu Stellenbosch wanamjua Fadru na wanajua 90% ya benchi la ufundi, kwa sababu wote ni wa South Africa. Kwa maana hiyo basi hawakupata tabu sana kuweza kusoma tabia, mbinu na jinsi ambavyo wao wanacheza. Lakini kocha huyu wa viungo aliweza kuwatengeneza wachezaji hao kuwa fit kiasi kwamba ukaona wakaweza kumudu nafasi zote hizo. Nikukumbushe tu kwamba ukimwona kiungo wa Simba Fabrice Luamba Ngoma akifunga goli, lazima mfuate huyu kocha, amkumbatie na afurahie kile ambacho amekifanya, kama vile ambavyo alifanya Bukayo Saka wakati anafunga Real Madrid. Alimfuata kocha daktari wake akaenda kumkumbatia. Wakati msimu huu unaanza, wengi waliamini kwamba Fabrice Luamba Ngoma anaweza kaachwa kwa sababu fitness yake ilikuwa chini, na wengi walikuwa naamini kwamba kiwango chake kimeshuka. Lakini huyu kocha alimwekea program maalum kiasi kwamba sasa hivi ukisema uti wa mgongo wa Simba unamtaja Fabrice Luamba Ngoma. Ni kazi kubwa sana ambayo ilifanywa na huyu kocha wa viungo. Kwa hiyo leo hii unaweza kuona namna gani Simba amekuwa na fitness. Simba ndo timu ambayo ni bora sana pasipo na mpira. Yaani wakiwa hawana mpira wanakuwa hatari sana kuliko wakiwa na mpira, kutokana na press ambayo wanaifanya. Na wamefanya hivi sio tu kwa timu za ndani, bali wamefanya hivi hata huko kimataifa, na ndio maana leo hii tunaona kwenye finali ya CAF Confederation Cup. Na hili ndilo eneo ambalo Simba walikuwa kistruggle sana. Wamepita baadhi ya makocha wengi wa viungo, lakini bado Simba haikuwa bora. Tangia alivyoondoka marehemu wakati yupo Simba, akaenda kule Rwanda APR, tangu aondoke yeye hakukuwa tena kocha mwingine wa viungo ambaye alikuja kufanya vizuri. Ndio huyu unaona sasa amekuja kuiweka sawa klabu ya Simba. Sasa yupo mtaalamu ambaye yeye ndio huwa anasoma kuangalia ni mchezaji gani ambaye amekimbia kilomita nyingi, ni mchezaji gani ambaye anategea. Lakini huyu ni mafia kweli kweli. Yaani huyu tunaweza tukasema ndo msoma lamani, ama huyu ndiye ambaye anasoma mbinu za timu pinzani. Ni mtaalamu wa kurusha drone, lakini pia huyu ndiye ambaye muda mwingi sana utamwona na laptop yake anasoma mbinu za timu pinzani kuweza kumfahamisha Fadlu Davids. Huyu jamaa ni Blazameni tu mwenye umri wa miaka 34. Pengine labda tungemuona akiwa bado anasakata kabumbu, lakini yeye aliamua kuwa mtathmini wa viwango vya wachezaji baada ya mazoezi, au wakati mechi inaendelea, au kabla ya mechi kuanza. Kwa maana hiyo anamsaidia zaidi Fadlu Davids kuwajua wapinzani, ubora na udhaifu wao, na hiyo humsaidia Fadlu kuiandaa timu yake kuelekea kwenye mechi husika. Kwa maana huyu jamaa anafanya kazi kubwa sana mazoezini, then baadaye anaenda kuangalia nini ambacho kinaweza kufanyika kwenye mechi husika. Kwa maana hiyo basi unaweza kuona ni namna gani Fadlu Davids amekuwa bora, kwa sababu amekuwa na watu ambao makini kweli kweli. Hao nimekuletea